Nchini Malaysia kuna kisiwa kimoja ambacho kilikuwa na muonekano kama kichwa cha mwanadamu. Katika hicho kisiwa inasemekana miaka 10 iliyopita kulikuwa na kijiji kimoja, lakini watu wote walifariki katika mazingira ya kutatanisha, na kijiji hicho kikapigwa marufuku. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kufika kwenye hicho kijiji. Lakini kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa wamegraduate, so kamua wakaspend kwenye kile kisiwa bila kujua madhara yake, na hawakuwa wanajua kama kisiwa kile kilipigwa marufuku. So baada ya kufika kwenye hicho kisiwa walikaa hadi jioni. So yule ambaye alikuwa anafaa hadi wachukue alichelewa. So hao wakafika kwenye kile kijiji ambacho kilipigwa marufuku, na kulikuwa kuna kamba moja ambayo imefungwa hapa. Wakaifungua, na wakiwa kando waliona vinyago vya kutisha. Huyu jamaa anaitwa Mark, huyo ndo alikuwa anaongoza wenzake. So akafungua ile kamba na wote wakajisweka ndani ya kile kijumba, maana ile merikebu ambayo ilikuwa inafaa kudachukua ilikuwa imekawia. So usiku wakiwa wamelala, kuna mwanadada mmoja hapa alisikia sauti za ajabu zilikuwa zinasikika huko upande wa nje kama mtoto analia. So baada ya kusikia zile sauti, ambapo hapo kuna mlango ambao ulikuwa umefungwa na jiwe fulani, lakini mlango ulikuwa unafunguka wenyewe. Sauti hizo zilifanya huyu mwanadada ambaye anaitwa Kate ashtuke kutoka usingizini. Ile anashtuka akaangalia wale wenzake wote walikuwa wameketi wima na wakaanza kudondoka mmoja mmoja. Hii ilimfanya azidi kuingiwa na hofu zaidi. Kate ilimbidi atoke zake nje ili akashuhudie yale mambo ambayo anasikia huko kama ni kweli. Lakini baada ya kufika huko nje akaanza kuonyesha mambo ambayo yalitokea zamani. Inasemekana kuna mwanadada fulani ambaye alikuwa anatoka mjini na kaja na mpenzi wake kutoka mjini, na katika kijiji ilikuwa hairuhusiwi. So yule mpenzi wake akachinjwa hadharani na akalazimishwa kunywa zile damu. Hii ilifanya akalani kile kijiji, na baada hapo akatokea kuwa mchawi mkubwa sana ambaye yeye ndiye alikuwa sababu ya kile kijiji kupotea. So ilipofika asubuhi akafikiria kwani ilikuwa ndoto ama ni kweli, lakini hakuwa na jinsi. Hawa wanadada hapa kwa simu zao wakaona picha fulani ambapo wampigo wote wakawa wamelala. So kajiuliza, kama sote hapa tulikuwa tumelala, je, ni nani ambaye alipiga hizi picha? Hii ilizidi kuwatia hofu zaidi. Lakini wakasema hii picha watu wetu wengine hapa hawafai kuona hii picha, maana itazidisha sisi tuwe waoga na tutakosa wajasiri hapa. So wakakubaliana kwa wale ambao wana hizo picha wabaki kwa nazo, lakini wengine hawafai kujua hiyo story. Wakakaa pale hadi kukaa kumezidi kwa usiku tena. Yule mwenye ambaye alikuwa anafadi na meli hajakuja tena. Tunatupa huku kwenye hiki kisiwa chengine ambacho hao ndo wenye meli, na kauliza vipi wale watoto wamerudi? Hapana, wanaenda kwenye kile kisiwa. Nini? Kile kisiwa watu hawafai kufika. Wapigeni simu ili tuambie wasifike kwenye hicho kisiwa wakati wao ndo washafika tayari. Lakini kupiga simu katika kile kisiwa mawasiliano ni shida kuingia. So hawakupatana ili waelekeze. So usiku mwingine ikabidi wasilale kwenye ile nyumba, maana kwa yale mambo ambayo waliona kwenye simu zao na kutokana na ile ndoto mbali yote au mwanadada, ikabidi hao walale kwenye nyumba nyingine. Lakini sasa kuna hawa omba wile walitoka ili wakazagamuane. Kufika huku ile wanazagamuana akagonga jiwe fulani ambalo likaenda kuamsha ule mzimu ambao ulikufa ule mwamba mbali chinjwa. Alafu jamaa akaenda kodolea tena ile kaburi. Hii ilifanya mpaka ule mzimu ukaamka, yule mwamba karushwa mbali zaidi. Yule mwanadada ilibidi atoke mbio akaambia wenzake chenye kimtokea. Kufika huko akaelezea kile kitu ambacho kimtokea. So ikabidi watoke mbio wakamtafute, lakini walimtafuta bila mafanikio, hawakumpata bana. Hawakaona basi mambo yashazidi kwa mabaya sana. Huku tunatoka kule mwamba ambaye alikuwa ameshikwa. Yule mwamba akawa anajaribu kujiokoa. Ule mzimu ulimkata shingo na kummaliza. Baada ile damu kumgusa tu ule mzimu ukaanza kuchange na kuanza kuonekana na muonekano mzuri. Huku ndio kwa mwamba alikuwa bado anamtafuta bila mafanikio. Tunatoka mwamba ambaye alikuwa amechoku ili abaki kama ataona yule mwamba kirudi. Mara kukaja mwanadada ambaye ndiye mwake. Mwanadada sio kwa kautaka mwamba kwa chini ili wazagamuane bana. Kumbe yule mzimu bana. Mwamba akachinjwa, mwanangu akamalizwa.
yani watu wakawa wanakufa kinoma. Baada ya muda kurudi nyumbani pale ambapo walikuwa wanakaa, wakapata tu damu, yule mwamba hawamuoni. Hofu ikawajaa zaidi, wanadada yani walikuwa wana wasiwasi kinoma. Wakarudi mpaka pale kwenye ufuo wa bahari ili waanze safari. Mara wakaona ile meli, wakawa na furaha, lakini ile meli ikalipuka bana. Wote yani wakanyongonyea bana, walijua hakuna tena matumaini ya kutoka katika kisiwa. Wakakaa pale, wakaanza na kwazo, wengine wakasema hapa hawezi toka mpaka wajue chanzo cha huu msimu ni nini. Lakini kuna yule mwanadada ambaye alikuwa alipata ile ndoto, akafukua pale mbali na kwenye ndoto akapata fuvu la kichwa kuligusa, akaanza kuonyesha maono kuhusu yule mwanadada na yule mwamba ambaye alikuwa anatoka mjini, akaja naye hadi akamalizwa na wanakijiji. Hiyo ndio kitu ambacho kilipelekea mpaka yule mwanadada akaingiwa na nguvu za kichawi ambazo ilikuwa ni spirit ya yule mume wake, na akalipiza kisasi na haribu kijiji kizima. Mara kashtuka, sasa kuna muona nini? Ndio akaelezea wale marafiki zake, wanaelezea kulipita kitu lakini hawakukiona. Na kile alipokuwa anajongea, ile spirit ilikuwa inawafuata moja kwa moja. Hawakuwa bado wanatafuta ile pango ambalo inasemekana yule mchawi anawapeleka wale wenzao waliwadia, lakini baada ya kufika pale ilibidi wafike yule mtoli ndo wanelo pango. Lakini ile walikuwa uko ndani ya maji wajaribu kuvuka, kumbe mchana alikuwa ndani akasubiria. So akawa na maliza moja baada moja. So huyo alipokuwa bado anavuka mwanadada fulani, mchaka akamfikia bana. Akazama naye. Ikawa ngori sana. Wakawa wanajaribu kupigana naye, lakini wapi, yule ana nguvu za kichawi. So wote ambao walikuwa wambaki hapa wakasema hapa hakuna cha kungojea, inabidi tukupigana naye, maana hata ikitokea tukijificha, hii ni mchawi tu, bado atatufuata na tutuvumia, atatuua tu moja kwa moja. Bora tutupambana naye, bora tufe tukijaribu kuliko tushinde kujaribu kabisa. Ule usiku wakawa wamelala, akafuata mwanadada na mchawi akapotea naye bana. Ikawa ngori sana. Baada ya kukamatwa akapelekwa kwenye ile pango, pia yeye naye akamalizwa. Wale wenzake kufika ndio wakawa wanashuhudia wenzao ndio wakawa wanamalizwa. So wakaanza kumvamia yule mchawi, lakini kila alipomkata baada tu kama sekunde 2 mahali palipona penyewe akawa anavamia. So mmoja wao pale akakota kijidoli fulani ambacho kilifanya yule mchawi amwache yule mtu ambaye alikuwa anamnyonga, akaanza kumfuata yeye. Kumbe kile kidoli kilikuwa cha mtoto ambaye alikuwa huyu mchawi. Ikawa ngori sana. So wale wengine ambao walikuwa wamejaribu kumshika akawamaliza wote. Hadi akabaki tu yule Kate ambaye alikuwa na maono ya zile ndoto. Akaenda hadi kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa nyumba yule mchawi. Kufika pale yule mchawi naye akawa amefika kamnyonga, lakini Kate akakumbuka ile maneno ambayo alikuwa ameota kwenye ndoto. So akaongea yalimfanya yule mchawi akagusika zaidi na akamwachilia bana. Kumwachilia akadondoka baharini. Yale maneno yalikuwa amesemwa na marehemu mume wake ambaye alichomwa nao na kijiji. Kutupo kwenye bahari, yule mchawi akaanza kuyeyuka kama majivu, akapotea. Ile yuko baharini vile kuvutwa akashtuka. Akakuta wenzake kumbe wako, akagundua kwa ilikuwa ndoto tu. So akamwambia wenzake kujisi venye ameota, na ile safari ikakatwa pale. Na hapa na kwa mwisho huu nyama. Asante kwa kunisikiza.